Yesu akawahurumia, akawaponya wagonjwa wao. Wapeni ninyi chakula. Tumsifu Yesu Kristo. Amani na salama. Basi familia ya Mungu, karibuni katika adhimisho la misa hii ya Dominika ya 18 mwaka A wa Kanisa. Bwana wetu Yesu Kristo anaonesha huruma yake kwa makutano waliomfuata kwa imani. Na yeye alipoona kwamba wamemfuata, basi akawahurumia, akawaponya wagonjwa wao, na walipokuwa na njaa aliwapa chakula. Tumesikia katika somo la kwanza la nabii Isaya hiyo huruma ya Bwana wetu Yesu Kristo huko kuwaponya wagonjwa. Na Mwenyezi Mungu tupatia chakula, hatuhitaji fedha yoyote, hatuhitaji gharama yoyote, kwamba nitoe kitu fulani ndipo nipate huruma ya Mungu, ndipo mgonjwa wangu apone, ndipo nipokee Ekaristi Takatifu. Sihitaji chochote cha thamani. Nabii Isaya anatuambia haya, kila aonaye kiu njooni majini, naye asiye na fedha. Yeyote mwenye kiu na hana fedha, njooni, mtakula, mtakunywa divai na maziwa. Hamhitaji fedha wala kitu cha thamani. Na anatuuliza, kwa nini tunatoa fedha zetu? Kwa nini tunatoa vitu vyetu vya thamani kununua vitu ambavyo haviwezi kutufaa sisi katika maisha ya uzima wa milele? Kwa nini kutoa fedha zetu, kutoa vitu vyetu vya thamani kununua vitu viharibikavyo? Inatosha sisi kwenda kwa Kristo tukaipokea huruma yake, wagonjwa wetu wakapona, na tutakula na tutavaa, kwa sababu tuna Mungu. Anatuambia mapato yetu ni vitu vinavyoharibika, ni vitu visivyo na thamani mbele ya Mungu. Na anawaambia hao Israeli, nisikilizeni kwa makini, hayo ninayowaambia yawe mioyoni mwenu, kwani ni ya kweli. Watu wale waliomfuata Bwana wetu Yesu Kristo, si kwamba walimfuata kwa sababu alikuwa mfalme, si kwa sababu aliwaamua pengine au aliwasaidia walioonewa. Walimwendea Kristo kwa sababu alionyesha uso wa huruma kwao. Walisikia habari zake akiwaponya watu, ni kwa sababu hiyo walimwendea kwa imani bila kujibakiza. Na nasikia Yesu ameenda mahali pa faragha, ni baada tu ya kusikia kwamba Yohane amekatwa kichwa. Baada ya kifo cha Yohane akaenda mahali pa faragha, akaenda akasali na kuomba huko. Na kabla ya kwenda huko alipanda mtumbwi, lakini watu walizunguka lile ziwa. Wakati anafika na wao wamefika,
mimi na wewe tunamtafuta Mungu kwa namna gani? Watu hawa wameonyesha imani kubwa, licha kwamba Kristo kuondoka katika mazingira yao, waliendelea kumtafuta, waliendelea kumfuata. Mtume Paulo anatuuliza, ni kitu gani, ni nini kinachotutenga na upendo wa Kristo? Ni dhiki, shida, au adha, au njaa, kukosa mavazi, kukosa chakula, maradhi, anguko la uchumi, migogoro ndani ya familia, kukosa amani ndani ya familia, katika jumuiya. Ndicho kitatu kinachotutenga na upendo wa Kristo. Ni kitu gani kinatutenga na upendo wa Kristo? Yesu akawahurumia. Yesu anatuhurumia, Mungu anatuhurumia. Ndio maana anasema njooni bila fedha, mnunue, mle na mnywe. Msingi wa maisha yangu nimeusimika katika nini? Watu hawa walimwendea Kristo, wamesimika msingi wao juu ya Kristo. Mimi na wewe tumesimika misingi yetu juu ya nini? Kwa Mungu au katika mali au madaraka? Tumesimika msingi wetu wa maisha wapi? Yesu akawaponya wagonjwa wao. Watu hawa walimfuata Kristo kwa sababu aliwaponya wagonjwa wao. Hata sisi pia wagonjwa wetu wataponywa na Kristo. Hatuponi maradhi kwa sababu tunakosa imani, kwa sababu ya kukosa imani. Hatuponi kwa sababu tunampangia Mungu, mwaka huu nijenge nyumba. Tumempangia Mungu, tumempa Mungu wakati. Mtu mwenye imani, mtu mwenye tumaini ataomba bila kuchoka. Kesheni na kuomba bila kuchoka. Ndugu zangu, Yesu akiwa na wanafunzi wake pamoja na hao makutano, Yesu akawahubiria, akawafundisha. Ikawa jioni. Wakaona mahali hapa hakuna chakula. Wanaambia Yesu, watu hawa waondoke, ni usiku na hakuna chakula. Anaambia wapeni ninyi chakula. Mitume walishindwa kutambua nguvu ya Kristo, walishindwa kutambua nguvu ya Mungu. Ndio maana Yesu anawaambia wapeni ninyi chakula. Wanawaambia sisi tuna samaki 2 na mikate 5. Nasema waketisheni watu, nilete hiyo mikate mahali hapa. Mitume hawakumwelewa Kristo kwamba anaweza kufanya. Walikosa imani kwa Kristo. Ndio maana wanamwambia watu hawa waondoke. Mungu anatupa yale ambayo tunayahitaji tunapomwomba kwa imani, na kile kidogo tulicho nacho tuwe wakarimu kwa Mungu, tumpe Mungu kwanza. Tunapompa Mungu kwanza, ndio kinachotokea leo. Wale samaki 2 na ile mikate 5
Watu wakala, wakashiba, wakasaza, ikabaki wakakusanya vikapu 12. Mwenyezi Mungu ataninyanyua pale tu ninapokuwa mkarimu kwake, katika kile kidogo, ninapokuwa mtu wa shukrani. Tunaalikwa tuwe wakarimu kwa Mungu. Tunapokuwa karimu kwa Mungu, tunawekeza. Ndio kinachotokea, tunapewa na ya ziada, kama vikapu 12 ya mikate, tunapewa na ya ziada. Ndugu zangu, mimi na wewe tuna njaa ya nini? Mimi na wewe tuna kiu ya nini? Na leo tunaposimama mbele ya Mungu hekaluni mwake, tunaomba nini? Tuna njaa ya nini? Mbona tunakula? Mbona tumevaa, tumependeza, tuna afya njema? Kwa nini kuja kanisani? Mbona fedha tunayo? Mbona chakula tunanunua? Hivyo ni vitu viharibikavyo, tununue visivyoharibika. Ekaristi takatifu, muujiza aliofanya Bwana wetu Yesu Kristo wa kugeuza mikate na hao samaki, anaonesha fumbo la Ekaristi takatifu, uwepo wa Ekaristi takatifu kati yetu, na ndicho kinachotuleta mahali hapa. Tunakuja kumpokea Kristo, tumekuja kununua kisichoharibika. Katika neno lake tunakutana na Kristo, tunakutana na Mungu, vile visivyoharibika. Hiyo ndio njaa yetu na hiyo ndio kiu yetu. Tuna kiu ya kusali, ndio maana tumekuja mahali hapa. Nunueni bila fedha, bila thamani, bila kitu cha thamani. Nunueni, mle na mnywe. Tumekuja kununua. Tumekuja kununua kwa namna gani? Naambiwa ili tuweze kupokea Ekaristi takatifu, ili neno la Mungu liweze kukaa ndani mwangu, ninapaswa kuwa katika hali ya neema ya utakaso. Nunueni na ili mle na kunywa visivyoharibika. Niwe na upendo kwa watu. Nitafute, niwe na njaa ya upendo wa Mungu. Niwe na upendo kwa watu. Niwe na njaa ya huruma kwa maskini wa kimwili na wa kiroho. Niwe mtu wa huruma. Niwe mtu wa msamaha. Hiyo ndio fedha, ndio kitu kisicho na thamani. Njooni mnunue. Tunakuja kununua Ekaristi takatifu kwa matendo yetu mema, tukiwa katika hali ya neema ya utakaso. Ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo anasema, anayeula mwili wangu katika hali ya dhambi anakula hukumu yake mwenyewe. Kwa tunapaswa kuwa katika hali ya neema ya utakaso. Katika familia yangu nimeishi upendo, nimeishi msamaha, nimeishi huruma kwa wahitaji, nimekuwa mkarimu, nimekuwa chombo cha amani, nimekuwa sababu ya matumaini kwa walioanguka, waliokata tamaa.
nimekuwa sababu ya watu wengine kuinuka, walioamka kiuchumi, walioamka kiroho. Nimekuwa sababu ya watu kuinuka. Nunueni bila fedha. Hiyo ndio fedha yetu. Na tukija hivyo, leo wapeni nini chakula, tutakula na kushiba na kusaza. Hiyo ndio fedha. Familia nyingi zinapitia hali ya mgogoro, wakati mwingine sababu ya wakati mwingine kwa sababu ya kukosa upendo. Mwenza kukosa upendo kwa mwenzake, kukosa upendo kwa mtoto, kukosa upendo kwa leo tunakumbushwa tununue kitu cha thamani bila fedha. Kwa maisha yetu tumwishi Kristo. Yesu anaposema akawahurumia, ni uvae utu wa Kristo, niwe mtu wa huruma, kwa sababu mimi ni Kristo, ni mfuasi wake, na kwa hivyo ninawiwa kuishi kama Kristo. Lazima niwe mtu wa huruma. Wengine tumekosa huruma, tumekosa upendo. Tumekuwa wakatili kwa wateja wewe, tumekosa upendo. Leo tunaambiwa tuwe na huruma. Hatujachelewa. Tunaalikwa kugeuza mwenendo wa maisha. Mtume Paulo mwishoni hapa anasema tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa, lakini katika mambo haya yote tunashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Tuwe waaminifu kwa Mungu. Yesu anawafundisha mitume wake wanapaswa kuwa wakarimu. Na sisi tunapaswa kuwa wakarimu kwa Mungu. Tunakuwa wakarimu kwa Mungu kupitia binadamu walio wahitaji. Tuwe wakarimu. Tuwe na jicho la kuona, jicho letu liwe jicho la ukarimu, jicho la huruma. Na nabii Isaya anasema tukiishi namna hiyo, Mwenyezi Mungu atafanya agano nasi tutaishi milele. Kwa sababu ya hayo, tutafute maisha ya milele, usitafute maisha ya kuharibika. Tuwekeze kwa Mungu. Kama ni sadaka, utoe sadaka nzuri kupitia ya kanisani au ya ile. Kama tukaingia mbinguni wote hivi tulivyo, na Mungu akatuambia kile ulichokiweka kwenye sanduku kanisani, kile ulichomsaidia mhitaji, kila mmoja anarudishiwa cha kwake. Halafu tunaambiwa duka la chakula lile pale, kila mmoja anarudishiwa alichowahi kutoa kwa kumhudumia mhitaji
kwa kutoa sadaka kanisani, kwa kutoa michango, kwa kutoa zaka, kwa kutoa mavuno. Atarudishiwa kila kitu. Halafu tunaonesha duka, toka tunakula pale, naenda kuchukua chakula tunakula mpaka ziishe. Zikiisha ndio mwisho wa maisha yako unakufa. Wangapi tunaanza kuishi wiki moja? Wangapi tunaanza kuishi mwezi mmoja? Mtu amekuja mhitaji kwa Mkristo Mkatoliki aliyebatizwa, aliyepokea komunyo ya kwanza na kipaimara, Ekaristi Takatifu kupokea ni lazima, si hiari. Tumetengeneza sababu za kuto kupokea Ekaristi Takatifu kwa sababu za tamaa za mwili. Kwa mfano, kama mwanamke kanafanya mwache au kwa kijana tu kadogo, unaikana imani yako, unakaa kama hapo, unaikana mke wako wapi ameidhinishwa wapi, au mume wako wapi ameidhinishwa wapi? Tume Paulo anatuambia kwa sababu ya uasherati mtu aoe. Kwa sababu ya kuepuka uasherati mtu aoe au aolewe, wafanye maagano mbele ya Mungu. Ninyi mmefanya maagano wapi? Kama uko hapa, mkiwa nyumbani, mtengane, kila mtu aende kwao. Afu ndio muungano. Naambia mtu funga ndoa, sema pala bado tunajitathmini, tunajiangalia. Tunajiangalia nini? Tunajitathmini nini? Hapo nasema uchumba sio. Ni uasherati sio, wala sio uchumba. Ndugu zangu, ni kitu gani kinatutenga na upendo wa Kristo? Ni kitu gani kinatutenga na Ekaristi Takatifu? Wangapi tumedhulumu mali za watu? Tumejenga nyumba nzuri, lakini fedha uliyojengea ulimdhulumu. Ndugu zangu, tutamani kuishi maisha mazuri. Maisha mazuri ni maisha ya uaminifu kwa Mungu. Tuwe waaminifu kwa Mungu na tuwe wa kweli katika maisha yetu. Yesu anasema mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia ya Mungu. Ni kitu gani kinachokutenga na upendo wa Kristo? Kinachokutenga na Ekaristi Takatifu? Ni mwanaume au mwanamke? Ni mtoto au? Ni kitu gani ambacho kinakufanya tusiungane? Ndugu sio sakramenti kutubiwa. Lakini ndio hapo sakramenti ambayo hatumtendei haki. Hiyo hali ya neema ya utakaso tunaipata wapi?
Ni katika sakramenti ya kitubio tunahuisha maisha yetu, tunahuisha maisha yetu, mahusiano yetu yaliyofunguka na Mungu, tunapatanisha na Mungu. Sisi tunaenda kuhuisha mahusiano yetu na Mungu wake. Ndugu zangu, kitu gani kinatutenga na upendo wa Kristo? Na upendo wa Kristo tunaopata katika Ekaristi Takatifu, huyo ambaye Yesu anamfundisha. Kilichotuleta hapa zangu na kuadhimisha uko la ndio kilichotuleta hapa na kusikia. Kama hatuipokee Ekaristi Takatifu, huo uzima wa Mungu tunautoka. Kwa ndugu zangu, tununue bila pesa, bila kutamani. Tutafakari upya maisha, tutafakari upya njia zetu, tutafakari upya matendo yetu, tutafakari upya mazungumzo yetu, tutafakari upya fikra zetu. Tuhuishe mioyo yetu, tuwe wakarimu kwa Mungu. Yesu akawahudumia, akamponya mgonjwa wao. Ekaristi Takatifu inaponya magonjwa yetu. Wapendwa